Iran yaangusha ndege nyingine ya kivita aina ya F-16 ya Marekani. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu imesema operesheni hiyo imetekelezwa kwa jina la siri ya Yasurullah kwa ajili ya kuwaenzi raia na watumishi waliouawa shahidi hivi karibuni walipokuwa wakitumikia sekta viwanda vya nchi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu imesema operesheni hiyo ilitekelezwa kwa jina la siri la Yasurullah kwa ajili ya kuwaenzi raia na watumishi waliouawa shahidi hivi karibuni walipokuwa wakitumikia sekta ya viwanda ya nchi. Taarifa hiyo imesema baadhi ya viwanda vizito vinavyomilikiwa na adui Marekani na Mzayuni katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na maeneo mengine vimepigwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani na sehemu zake zimeharibiwa. Taarifa imebaini kuwa wakati wa operesheni hii pana ya makombora na ndege zisizo na rubani, jeshi la anga la adui lilijaribu kulenga vizindua makombora vyetu kwa kutumia ndege za kivita na drone, lakini ulinzi wa anga wa IRGC ulidungua ndege ya kimkakati isiyo na rubani ya Marekani aina ya MQ-9 katika anga ya Shiraz, na ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-16 ilipigwa katika eneo la kusini mwa mkoa wa Fars na kuangamizwa kabla haijafika hatua katika uwanja wa ndege nchini Saudi Arabia. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwenye taarifa kuwa ndege hiyo ilipigwa na kuharibika kabisa. Taarifa hiyo imehitimisha kwa kusema, tumekwisha waonya watawala wasio na hekima wa Marekani kwamba tutalipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya malengo ya viwanda. Shambulizi hili lilikuwa onyo tu. Iwapo mashambulizi dhidi ya sekta viwanda yatarudiwa, majibu yetu yajayo yatakuwa zaidi ya matarajio yenu. Juzi pia ndege ya kivita aina F-18 ya jeshi la Marekani ilishambuliwa na kutunguliwa kwa kombora la kikosi cha wanamaji cha jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kusini mwa nchi. Ndege kadhaa za kivita za Marekani na utawala kizayuni wa Israeli zimetunguliwa kwa kutumia makombora ya Iran wakati zikiwa zinatekeleza operesheni za kivita. Siku chache zilizopita, ndege ya kivita kimkakati aina ya F-35 ya jeshi la Marekani ilipigwa kwa kombora na kuharibiwa vibaya ikiwa katika anga ya kati mwa Iran kwa lengo la kutekeleza mashambulizi. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa ndege hii kulengwa ikiwa vitani. Aidha, idadi ya ndege zisizo na rubani za maadui zilizotunguliwa na ulinzi wa anga wa Iran hadi sasa inafikia karibu ndege 140. Kumbuka, Marekani ana ndege za kisasa kabisa ambazo kwenye rada hazionekani, lakini Iran amebuni mfumo wa joto, kifaa ambacho kinatathmini kwa mfumo wa joto. Kwa hiyo kina uwezo wa kutathmini rada hioni, lakini hiko kikikaa kina uwezo wa kuona ndege hii inapita wakati huu katika ule mfumo wa joto, namna ambavyo kina sense na wanaweza kushambulia, kitu ambacho Marekani alikuwa hadhani kama Iran atakuwa nacho, lakini kumbe Iran inaonekana alikuwa amejipanga kikamilifu kweli kweli. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu tawi la wasomi la jeshi la Iran kimetoa onyo kali kwa Marekani kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vyuo vikuu vya Iran, kikitaka Washington kulaani rasmi mashambulizi hayo ifikapo saa 6 mchana tarehe 30 Machi saa za Teheran ili kuzuia ongezeko zaidi la mashambulizi. Vikosi vya Marekani na Wazayuni kwa kushambulia chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Teheran vimeshambulia tena vyuo vikuu vya Iran katika mashambulizi yao ya mabomu. Ikiwa utawala wa Marekani unataka vyuo vikuu vyake katika eneo hilo visiwe miongoni mwa viwili vilivyolengwa kulipiza kisasi katika hatua hii, lazima ifikapo saa 6 mchana Jumatatu Machi 30 saa za Teheran vitoe taarifa rasmi ya kulaani mashambulizi ya mabomu dhidi ya vyuo vikuu. Taarifa hiyo iliyosambazwa na shirika la habari la Tasnim ilisema, IRGC ilisisitiza kwamba vyuo vikuu viwili katika Mashariki ya Kati vitaharibiwa bila kujali jibu la Washington katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya taasisi za elimu za Iran. Taarifa hiyo haikubainisha ni vyuo vikuu vipi vingelengwa. Vile Pentagon inajiandaa kwa operesheni zinazowezekana za ardhini za Marekani nchini Iran ambazo zinaweza kudumu kwa wiki kadhaa. The Washington Post inasema, kulingana na vyanzo vyake, maelfu ya wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa majini wanawasili Mashariki ya Kati kwa kile kinachoweza kuwa awamu mpya hatari ya vita iwapo Rais Donald Trump atachagua kuzidi. Chapisho hilo linabainisha kuwa operesheni zinazowezekana za ardhini hazitaashiria uvamizi kamili wa Iran na vikosi vya Marekani. Badala yake, huenda zingehusisha uvamizi wa mchanganyiko wa vikosi vya operesheni maalum na vikosi vya kawaida vya miguu. Kulingana na vyanzo, malengo ya operesheni hizi yanaweza kujumuisha haswa kukamatwa kwa kisiwa cha Iran cha Harg au uharibifu wa silaha katika maeneo ya pwani karibu na mlango bahari wa Hormuz. Moja ya vyanzo vilivyopendekezwa kwamba kutekeleza majukumu haya kutachukua miezi michache. Makala hiyo inasisitiza kuwa haijulikani wazi ikiwa Trump atakubali mipango yoyote ya Pentagon. Chapisho hilo linabainisha kuwa katika tukio la operesheni ya ardhini,
vikosi vya Marekani vitakabiliwa na vitisho vingi, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za Iran na makombora. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile bei ya wastani ya rejareja ya galoni moja ya petroli ya kawaida huko Washington imeongezeka kwa takriban $1 katika mwezi uliopita tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kulingana na data kutoka chama cha magari cha Marekani. Kufikia Jumamosi, Machi 28, bei ya wastani ya petroli ya kawaida huko Washington ilikuwa $4.138 kwa galoni moja, ikilinganishwa na $3.106 kwa mwezi uliopita. Nchini kote bei ya wastani ilifikia $3.976 kutoka $2.982. Bei ya wastani ya petroleum ya premium huko Washington iliongezeka hadi $5.087 kutoka $4.119 kwa mwezi uliopita. Kote Marekani petroli ya premium ilikuwa wastani wa $4.864 ikilinganishwa na $3.857 kwa mwezi uliopita. Vile vikosi vya jeshi la Iran vimefanya shambulio jipya la kombora katika eneo la Israeli, vyombo vya habari vya jeshi la ulinzi la Israeli limeripoti. Muda mfupi uliopita, IDF ilibaini makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea eneo la jimbo la Israeli. Mifumo ya ulinzi inafanya kazi ili kuzuia tishio hilo, jeshi lilisema. Kamanda wa jeshi la ndani la Israeli ametuma taarifa za dharura kwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa kupitia simu zao za mkononi. Raia wameagizwa kujificha mara moja katika maeneo yaliyohifadhiwa na kubaki huko hadi taarifa itakapotolewa. Vile ripoti zinaonyesha kuwa suala la kujiondoa katika mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia sasa limewekwa katika ajenda ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, taasisi kadhaa husika nchini Iran zikiwemo bunge zinapitia kwa dharura suala la kujiondoa kwa NPT. Inaripotiwa kuwa mtazamo unaozidi kuimarika ndani ya Iran ni kwamba hakuna tena haja ya kuendelea kubaki katika mkataba huo. Kwa mujibu wa NPT, shirika la kimataifa la nishati atomic linapaswa kuweka mazingira ya kulinda na kusaidia Iran kupata teknolojia ya nyuklia ya matumizi ya amani pamoja na vifaa vyake. Hata hivyo, wakati mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Gross anatoa kauli zinazotafsiriwa kama kuhimiza adui kutekeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, na adui wa Marekani na Israeli anaposhambulia miundombinu ya Iran bila kizuizi au hata kulaaniwa na shirika hilo, basi hakuna tena sababu ya Iran kubaki ndani ya NPT. Kujiondoa katika NPT hakumaanishi kuelekea katika utengenezaji wa silaha za nyuklia, bali kuna kusudia kuzuia kuendelea kwa shughuli za ujasusi za Marekani na utawala wa Israeli zinazofanyika chini ya kivuli cha wakaguzi wa shirika hilo la atomic. Vilevile, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Pakistan ameonya kuhusu malengo hatari ya utawala wa Israeli ya kupanua vita hadi nchi nyingine za kanda. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif walibadilishana maoni kuhusu maendeleo ya kikanda na athari za uchokozi wa kijeshi uliofanywa dhidi ya Iran na utawala wa Kizayuni pamoja na Marekani katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika Jumamosi. Katika mazungumzo hayo, rais wa Iran alieleza masikitiko yake kuhusu matumizi ya ardhi ya baadhi ya nchi za Kiislamu katika mashambulizi dhidi ya Iran, na akasisitiza hatua ya Iran kujilinda dhidi ya chanzo cha mashambulizi haya ni jambo la kawaida. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huzichukulia nchi za Kiislamu kuwa ndugu zake na haitamani hata Muislamu mmoja apate madhara. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.